na wana wa Amoni, na pamoja nao baadhi ya Wameoni wakaja juu ya Yehoshafati vitani. Wakaja watu waliomwambia Yehoshafati wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako, watokao Shamu toka ng'ambo ya bahari, na tazama wako katika Hasan Tamari, ndio Engedi. Yehoshafati akaogopa, akauelekea uso wake amtafute Bwana. Akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Yuda wakakusanya pamoja ili wamtafute Bwana, hata kutoka mji yote kusanyiko la Yuda na Yerusalemu nyumbani mwa Bwana mbele ya ua mpya. Akasema, Bwana Mungu wa baba zetu, si uliye Mungu mbinguni, tena si wewe utawalaye falme zote za mataifa, na mkono wako mna uwezo na nguvu, usiweze mtu yeyote kusimama kinyume chako. Si wewe Mungu wetu uliye wafukuza wenyeji wa nchi hii mbele ya watu wako Israeli, ukawapa wazao wa Ibrahimu rafiki yako hata milele. Nao walikaa humu wamekujengea patakatifu pa jina lako humu, wakisema, yakitujia mabaya, upanga hukumu au tauni au njaa, tutasimama mbele ya nyumba hii na mbele zako, maana jina lako limo katika nyumba hii, na kukulilia katika shida yetu, nayo utasikia na kuokoa. Na sasa tazama, wana wa Amoni na Moabu na wa mlima Seiri ambao hukuwaacha Israeli waingie katika nchi yao walipotoka nchi ya Misri, lakini wakageukia mbele wasiwaharibu. Tazama jinsi walivyotulipa, wakija kututupa toka milki yako uliyotulibisha. Mungu wetu, je, hutawahukumu? Maana sisi hatuna uwezo juu ya jamii kubwa hii wanaotujilia juu yetu, lakini hatujui tufanyeje, lakini macho yetu yatazama kwako. Wakasimama Yuda wote mbele za Bwana, pamoja na wadogo wao na wake zao na watoto wao. Ndipo Yahazieli mwana wa Zekaria mwana wa Beana mwana wa Yaeli mwana wa Matania Mnawi wa wana wa Safi akajiliwa na Roho wa Bwana katikati ya kusanyiko, akasema, sikieni Yuda wote, ninyi mkao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati, Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si vyenu, bali ni ya Mungu. Kesho shukeni juu yao, tazama wanakwea kwa kupandia sisi, nanyi mtawapata penye mwisho wa onde mbele ya jangwa la Yerueli. Hamtahitaji kupigana vita, jipangeni, simameni mkaone wokovu wa Bwana ulio pamoja nanyi. Enyi Yuda na Yerusalemu, msiogope wala msifadhaike. Kesho tokeni juu yao, kwa kuwa Bwana yu pamoja nanyi.
Yehoshafati wakainama kichwa kifudifudi, wakaanguka mbele za Bwana. Yuda wote nao wakawa Yerusalemu wakamsujudia Bwana, na Walawi na wana wa Kohathi na wana wa Kohathi wakasimama ili wamsifu Bwana Mungu wa Israeli kwa sauti kuu sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni juu ya kichwa cha ujumbe wangu ni juu ya kupiganiwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Awe kumtegemea Bwana. Hapa Yehoshafati alipoambiwa kuwa anajiua, na akawa sasa na wasiwasi kwa sababu aliambiwa ni watu wengi ambao wanakuja kumpiga. Bwana Yesu asifiwe. Na akaona yeye hawezi kujipigania. Na alipoona hawezi kujipigania, akaita mbio, akaita watu, wakawa kusanyiko mbele za nyumba ya Bwana, wakawa wanamtafuta Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na aliona ya kwamba yeye hana uwezo, hana nguvu, lakini kunaye Mungu ambaye anaweza kumtegemea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Yehoshafati wakati aliona hizi vita haziwezi, alimwendea Mungu. Akakusanya watu, na hivi kwa sababu yeye hawezi kujipigania. Aliona hata jeshi lake haliwezi. Aliona yeye hana nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Na akaona amtegemee Bwana kwa sababu yeye ndiye anaweza kumtegemea. Bwana Yesu asifiwe. Tufike hapa kweli ya Bwana shito. Bwana ni amosho. Mambo ambayo yanakuja magumu. Wacha ukamkabidhi Bwana vita vyako. Wakati unainukiwa, mpatie Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Yehoshafati alimwendea Mungu. Aliona ya kwamba hata kama nimeletewa ujumbe ya kwamba watu ambao wanakuja ni wengi, hata kama mimi ni mfalme, hata kama mimi nina jeshi kubwa, hata kama nina vitu vya vita, siwezi. Bwana Yesu asifiwe. Mahina wake nikapapeleke haki. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama kuna pesa, Bwana Yesu asifiwe. Hata kama unaona nina vitu vya vita. Kwa sababu wakati Yehoshafati alimpea Bwana, alimpatia Bwana, akamtegemea Bwana kumpigania. Hakika Bwana hakumwachi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hata hakuhitaji kupigana. Askari wake hawakupigana. Watu wake hawakupigana. Bali Mungu alipigana vita vyake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati unapoomba Bwana, wakati unapomwita Bwana, mpatie mambo yako yote. Sinakuwa watu wakihota. Sinakuwa nao wote. Bwana ni amosho. Wakati Yehoshafati alikuwa mfalme, nani aliyetaka hata kweli? Nani aliyetaka hata? Nani aliyetaka mbele yake? Alikuwa na pesa zilizopigania maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini aliona Mungu ambaye anaweza. Na yeye wapi aliyobaki? Akaona Mungu ndiye anaweza kumkabili. Bwana Yesu asifiwe. Wetuweka rahona mbeba ashiyake. Wetuweka leta iwekoro wama. Akiroba. Nima wakuma iyemoka apere vitu. Nendo ikimagia iyamoka apere vitu. Kuna wengine wanaweza kuja mbele zetu kukifukana. Mama wamena maotoma ikimara atualea. Mama wamena maotoma ikimara apere vitu. Kafukone apere vitu. Mwana ni amosho. Kwa sababu Yehoshafati alipeana vita vyake Mungu. Na tena yeye baki wa bara yake. Akiwaangalia mwanao. Na hakuwaibishi. Yehoshafati hakuwaibika. Kwa sababu jambo la kwanza alikimbia Mungu. Akajua ya kwamba mimi siwezi. Akajikosa kama mfalme. Akanyenyekea mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Akiweka kielele yake atoa yake mbele za macho.
23. Mimi ni Mungu aliye karibu, asema Bwana. Mimi si Mungu aliye mbali. Je, mtu yeyote aweza kujificha mahali pa siri nisimuone? Asema Bwana. Mimi ni Mungu aliye karibu, asema Bwana. Mimi si Mungu aliye mbali. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana akamweza Goliathi. Goliathi huyo wa maisha yako utamweza kwa jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Utamweza kwa kumtegemea Bwana, utamweza kwa kumkabidhi Bwana, kwa kuita Bwana akupiganie. Kama Yehoshafati alipiganiwa na Bwana. Na leo kama unaonekana basi kila mtu wakai wako, basi kila mtu wakai wewe hakuenda wewe. Wala ya washo tukaondoa dawa zote katika ndoa hiyo. Wala ya washo katika ndoa yake dakika moja ndio ndoa yake mama ndoa kimaliona provided unamtegemea unamtumaini na yeye ndiye Mungu wa maisha.